Jitahidi sana kuchangamana na watu. Unapochangamana na watu unapata ujuzi bora, unapata ujuzi na vitu tofauti tofauti kutokana na watu ambao unakaa nao. Unapochangamana, jitahidi kukubali kufundishwa na jitahidi kukubali kwamba unakosea. Habari za wakati huu, mimi naitwa Jessica Joseph na leo nimekuleteeni mambo matano ya kuzingatia ili kuepuka umaskini. Jambo la kwanza, elimu. Jitahidi sana kuwa na elimu. Elimu ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia wewe kwa ajili ya kuboresha maisha yako pamoja na uchumi wako. Jambo la pili, ujuzi. Ujuzi ni kitu bora sana ambacho unatakiwa kuwa nacho kwa soko hili la sasa. Soko la ajira la sasa linategemea sana mtu awe na ujuzi. Unapokuwa na ujuzi inakusaidia wewe kuchangamana na watu na kufanya kitu chochote kile ambacho unaweza ukakifanya kupitia ujuzi ambao umeusomea in short. Kwa hiyo kama ukitaka kuwa mtu ambaye unaweza ukawa mwenye ujuzi wa hali ya juu, unataka kufahamu vitu vingi, unaweza ukajiingiza katika masoko ambayo hivi kwa sasa watu wanaingia katika masoko kwa ajili ya kujifunza ujuzi na kuangalia ni masoko ya biashara gani au kitu gani ambacho kinafanyika kwa sana, yani kinafanyika kwa wingi na kina watu wengi ambacho wanakifuatilia. Kwa hiyo ukiwa na ujuzi wa hicho kitu itakusaidia wewe kujikwamua katika umaskini na pia kukufanya kuwa mtu ambaye mwenye vision kubwa katika maisha yako. Jambo linalofuata, unatakiwa kuwa mbunifu. Ubunifu hapa naongelea wewe kama mwanachuo au mtu ambaye unahitaji kuwa success, lazima uwe na ubunifu kwenye engo tofauti tofauti. Kwa mfano umesoma labda elimu na wewe tayari kwenye soko la elimu labda bado hujajaliwa kupata kazi, unaweza ukajifunza ubunifu tofauti. Maybe ukaamua kutengeneza labda website yako mwenyewe kwa ajili ya kutangazia biashara watu, kufanya kwenda Kariakoo, maybe unatangaza biashara za watu na ikakulipa vile vile. Hiyo itakukwamua kutoka katika umaskini. Na pointi nyingine, matumizi bora ya kifedha. Unapokuwa na mpango mzuri na namna nzuri ya kutumia pesa zako, itakusaidia wewe kutengeneza maisha yako yakawa bora na kuliko kuzitumia pesa katika starehe. Unaweza ukatumia kuinvest kama kununua viwanja, kuwekeza katika biashara mbalimbali, na pia unaweza ukatumia fedha hizo kwa ajili ya kuwekeza kwenye kampuni ya watu binafsi, kuwekeza katika biashara ya mtu ambayo unaona itakulipa na itakukomboa kutoka katika umaskini. Na kitu kingine cha tano ambacho ndo cha mwisho, jitahidi sana kuchangamana na watu. Unapochangamana na watu unapata ujuzi na vitu tofauti tofauti kutokana na watu ambao unakaa nao. Unapochangamana, jitahidi kukubali kufundishwa na jitahidi kukubali kwamba unakosea. Hivyo vitu vitakufanya wewe kuwa mtu bora na mtu mwenye mafanikio na utakimbia umaskini. Success Path Network, each one teach one. Bye bye, mpaka wakati mwingine.